Je, unafahamu kuwa jeshi la Tanzania JWTZ sasa limeingilia kati yanayoendelea nchini? Je, wajua kuwa jenerali wa JWTZ Jacob Mkunda sasa ametuma onyo kali kuhusu migogoro inayoendelea nchini Tanzania, uhalifu pamoja na uvunjifu wa sheria? Kama kawaida, kabla tusonge mbele, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Huku mivutano na migogoro ya kisiasa na madai ya utekaji nyara na kutofautiana kwa wananchi na mijadala mikali ikiendelea kutawala nchini Tanzania, sasa ujumbe muhimu umeibuka kutoka kwa mmoja wa viongozi wa ngazi za juu zaidi wa kijeshi nchini. Mkuu wa majeshi ya ulinzi JWTZ Jenerali Jacob Mkunda sasa ametoa onyo kali na ujumbe mzito ambao waangalizi wengi wanaamini unaenea mbali zaidi ya tukio ambalo lilifanywa awali. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo jipya la vyumba vya madarasa jana katika shule ya sekondari ya Makongo jijini Dar es Salaam, Jenerali Mkunda amesisitiza kuwa mustakabali wa Tanzania hauwezi kujengwa na watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu, migogoro pamoja na mivutano na uvunjaji wa sheria, utapeli pamoja na vurugu au tabia zinazodhoofisha utulivu na amani ya taifa. Matamshi yake yanakuja wakati nchi ikiendelea kukumbwa na mijadala kali ya kisiasa inayohusu siasa za upinzani. Mabishano ya kisheria yanayohusisha watu mashuhuri wa kisiasa pia yamechangia mivutano hiyo, na maandamano ya hadhara pia yamechangia mivutano hiyo, na madai ya kupotea kwa watu au utekaji nyara na mijadala inayokuwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mwelekeo wa taifa ni moja ya mambo ambayo imezua migogoro na mivutano hiyo. Akiwahutubia wanafunzi, viongozi wa serikali na walimu na wananchi waliohudhuria hafla hiyo hivi majuzi, Jenerali Mkunda alielekeza hotuba yake katika nidhamu, uzalendo na uwajibikaji nchini Tanzania. Alisema kuwa hakuna taifa linaloweza kupata maendeleo ya maana na endelevu iwapo wananchi wake watashindwa kuheshimu sheria na maadili na watazidi kuwa na migogoro na uvunjifu wa amani. Mkuu huyo wa kijeshi Jenerali Mkunda wa JWTZ amesisitiza kuwa kila nchi iliyofanikiwa duniani imejengwa juu ya msingi wa nidhamu na heshima kwa taasisi. Kwa mujibu wake, maendeleo ya kitaifa yanahitaji wananchi wanaojitolea kufanya shughuli za uzalishaji mali badala ya wale wanaochagua njia za kuleta vurugu au migogoro zinazoleta machafuko na mivutano. Nikimnukuu katika moja ya hoja iliyoweza kuvuta hisia za wengi, nikimnukuu alisema hivi: taifa halijengwi na wahuni. Hayo si matamshi yangu, ni maneno ya Jenerali Mkunda. Maneno hayo yalienea haraka kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, tovuti za habari na vikao vya majadiliano ya kisiasa, na hivyo kusababisha tafsiri tofauti kutoka kwa vikundi mbalimbali nchini. Baadhi ya wananchi walitafsiri kauli hiyo kuwa ni wito wa jumla wa uwajibikaji wa kimaadili na nidhamu ya kitaifa. Wengine waliitazama kupitia lenzi ya maendeleo ya sasa ya kisiasa, wakiamini kuwa matamshi ya Jenerali Mkunda yana ujumbe mpana kuhusiana na changamoto zinazoendelea na migogoro inayoendelea nchini. Ingawa Jenerali Jacob Mkunda wa JWTZ hakutaja moja kwa moja chama chochote au mtu yoyote au kiongozi yoyote yule au mwanaharakati yoyote au tukio maalum, muda wa hotuba hiyo umechochea mjadala mkubwa wa umma. Kwa watazamaji wengi, umuhimu wa kauli hiyo haupo tu katika yale yaliyosemwa na jenerali, bali pia wakati iliposemwa. Tanzania kwa sasa inapitia moja ya vipindi vyake vya kisiasa katika miaka hivi karibuni vikali zaidi. Hivi majuzi tu, mwaka uliopita, kukiwa kulishuhudiwa machafuko na maandamano makubwa yaliyosababisha maafa mengi sana nchini. Majadiliano yanayohusu demokrasia pia na utawala, siasa za upinzani na kesi nyingi mahakamani na ushiriki wa umma pia yamezidi kuwa ya kawaida nchini. Kutokana na hali hii, kila kauli inayotolewa na kiongozi yoyote yule au na viongozi wakuu wa kitaifa ikiwemo wa JWTZ inaelekea kuvutia uchunguzi mkali. Vilevile, mtazamaji, wa Tanzania wengi wanajaribu kuelewa kama hotuba hiyo ya jenerali wa JWTZ Mkunda ilikuwa tu ujumbe wa elimu ya uraia kwa wanafunzi iliyoelekezwa kwa vijana au
ikiwa pia ilikuwa na onyo pana zaidi kuhusu maendeleo yanayoendelea ndani ya jamii na kisiasa nchini. Wachambuzi kadhaa wanaamini kuwa hotuba hiyo ililenga kuwakumbusha wananchi kuwa maendeleo ya taifa yanategemea sana utulivu wa kijamii. Hata hivyo, miezi ya hivi karibuni, mtazamaji, kumekuwa na mijadala mikali inayohusu shughuli za upinzani, maandamano ya hadhara, kesi za kisheria zinazohusisha viongozi wa kisiasa na masuala au madai ya haki za binadamu. Wakati mijadala hii ikiendelea, baadhi ya waangalizi wanaamini taasisi za serikali zinazidi kusisitiza umuhimu wa kuhifadhi utulivu wa kijamii. Katika hotuba yake, JWTZ Jenerali Mkunda alitoa umakini mkubwa kwa vijana. Aliwataka wanafunzi kuona elimu kama nyenzo yenye nguvu zaidi ya kubadilisha maisha yao na kuchangia vyema kwa jamii. Kulingana naye, mustakabali wa Tanzania unategemea kwa kiasi kikubwa jinsi vijana hawa wa leo watakavyochagua kutumia fursa zinazopatikana kwao, na ndiyo akaweza kuongelea suala la migogoro, mivutano na uvunjifu wa sheria mbele ya wanafunzi. Badala ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu wa uharibifu, aliwahimiza vijana wa Kitanzania kuwekeza nguvu zao katika elimu, uvumbuzi, ujasiriamali na maendeleo ya jamii. Mkuu huyo wa kijeshi jenerali wa JWTZ alisisitiza kwamba vijana lazima waelewe thamani ya uwajibikaji na nidhamu ya kibinafsi. Alisema kuwa kila kizazi kina wajibu wa kuimarisha misingi iliyoachwa na vizazi vilivyopita. Kushindwa kufanya hivyo, alionya, kunaweza kudhoofisha maendeleo ambayo tayari yamepatikana nchini Tanzania. Ujumbe wake pia ulionyesha umuhimu wa uzalendo. Jenerali Mkunda wa JWTZ alisema kuwa mataifa yenye mafanikio yanajengwa na wananchi wanaotanguliza maslahi ya taifa kuliko matakwa binafsi. Matamshi ya Jenerali Mkunda yanaonekana kufaa ndani ya muktadha huo mpana. Majibu ya hotuba yake yamekuwa tofauti. Katika mitandao ya kijamii, wananchi wengi wamekaribisha ujumbe huo na kuukumbatia, wakisema kuwa Tanzania inahitaji msisitizo kama huo zaidi katika nidhamu, kusimamisha migogoro na mivutano, na maadili na uwajibikaji wa kiraia. Wafuasi wa mtazamo huu wanaamini kwamba maendeleo ya kijamii hayawezi kutokea bila kuheshimu sheria na taasisi. Wengine wamezingatia maana pana zaidi ya taarifa hiyo. Kinachobaki wazi ni kwamba taarifa hiyo imezua mjadala mkubwa. Wachambuzi pia wanasema kwamba viongozi wa kijeshi mara nyingi huzungumza kutoka kwa mtazamo wa usalama wa taifa. Hata hivyo, kwa kuzingatia hali ya kisiasa ya sasa, inaeleweka kwa nini matamshi hayo ya Jenerali Mkunda yamevutia watu wengi. Huku mijadala ikiendelea kuhusu siasa, utawala, maandamano ya hadhara na mwelekeo wa siku zijazo wa Tanzania, wito wake wa nidhamu, kusitisha migogoro, uwajibikaji, uzalendo na kuheshimu sheria huenda ukabaki kuwa sehemu ya mjadala unaoendelea nchini Tanzania kuhusu mustakabali wake. Katika siku zijazo, siku za mbele, Watanzania wengi na viongozi wataendelea kutafsiri na kujadili umuhimu wa ujumbe huu kutoka JWTZ kwa Jenerali wa Jeshi la Taifa, Jenerali Jacob Mkunda. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika ripoti au taarifa hizi. Ningependa kusikia maoni yako au mtazamo wako kuhusiana na ujumbe wa amani uliotolewa kutoka JWTZ kupitia Jenerali Mkunda. Vilevile mtazamaji, like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.